wote mnanifahamu, lakini Peter Kibatala I assume nimeshatambulishwa. Kwa hiyo around tarehe 6 mwezi wa pili mwaka 2025 ilizunguka barua katika mitandao. Barua hiyo ilikuwa inajielezea kwamba imesainiwa kwa mkono wa Register of Societies, msajili wa taasisi, sio neno rasmi sana, lakini ya Register of Societies. Nafikiri mnafahamu kwamba kanisa na taasisi nyingine za kijamii zina mchakato wake wa kuomba kusajiliwa, na mfumo wake wa usajili huko chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani, na kuna wasajili mbalimbali. Kuna wasajili wa vyama vya michezo, kuna wasajili wa taasisi kama makanisa, kuna wasajili wa NGOs, na baada ya kupata usajili kila taasisi inapata hati ya usajili. Kwa hata kanisa Glory of Christ Tanzania Church na yenyewe ilipata usajili na ikapata hati ya usajili. Sasa sheria ambayo inasimamia zoezi zima la usajili mpaka kufutwa kwa usajili kwa in this context makanisa inaitwa Societies Act. Ina mchakato wake wa kisheria kama kusema kuanzia kanisa tajlimit kwenye kanisa, sitazungumzia sasa taasisi nyingine, vyama vya michezo na nini, na narrow down kwenye dhana ya kanisa. Kuna mchakato wa namna gani kanisa linaomba kusajiliwa, kuna mchakato wa namna gani kanisa linasimamiwa, kwa sababu umma wa Tanzania ndio wamiliki wa matendo yote yanayofanyika katika nchi yao, ila kuna mawakala mbalimbali ambao wanasimamia matendo ya taasisi mbalimbali kwa niaba ya umma. Sasa kwa upande wa makanisa kama sheria ingekuwa inasimama vizuri, msajili anasimama kwa ajili ya umma, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba taasisi ambazo zimepewa usajili basi zinafanya matendo yake kwa mujibu wa sheria na taratibu ambazo zimewekwa na sheria, na act, tunasema sheria. Sasa kanaposema usajili, uendeshaji, utoaji adhabu, na ikibidi kufutiwa na hatimaye kukata rufaa kwa kufutiwa hatua za ziada, zote hizo zimeainishwa na sheria. Nitajitahidi kwa sababu mimi si wana sheria, lakini nitajitahidi kuwalisha kadi inavyowezekana bila mambo kwa technical sana. Sasa barua hiyo ilisemesha kwamba imetolewa kwa mkono wa bwana moja anaitwa Kihampa, ikisemekana kwamba yeye amesaini kwa mamlaka yake kama msajili Register of Societies. Lakini wote mtakumbuka kwamba kuna mambo makuu mawili kwenye ile barua. Jambo la kwanza ni kwamba barua ile ilikuwa haijasainiwa. Jambo la pili, kwa wale ambao mko makini, labda mimi nilipopost niliwaamsha na baadaye ikasambaa, ni kwamba kanisa letu linaitwa Glory of Christ Tanzania Church, na hati iliyotolewa kwa mkono wa msajili wa Register of Societies imeandikwa Glory of Christ Tanzania Church. Barua ile vyovyote ilivyo imesainiwa haijasainiwa, lakini kama in this context haijasainiwa, imeelekezwa kwa watu ambao wanaitwa Glory of Christ Church. Ni watu ambao hawahusiani kabisa na kanisa letu. Lakini wote mnafahamu kwamba immediately baada ya ile barua, na ile barua ilikuwa imeelekezwa kwa Askofu Josephat Gwajima, lakini pale chini imeandikwa Glory of Christ Church, na huko ndani maudhui yake ni kwamba usajili umefutwa na mara moja shughuli za Glory of Christ Church zimesimamishwa. Lingine la tatu ambalo ni la ziada ambalo haliwezi kuonekana kwenye barua ambalo naliongezea tu hapa ni kwamba barua ile imesambaa kwenye mtandao au kwenye mitandao, lakini mpaka leo tunavyozungumza haijawahi kuwasilishwa haijawahi tumezoea kuongea Kiingereza zaidi, haijawahi kuwasilishwa rasmi kwa uongozi wa kanisa. Kanisa lina viongozi wake wa kidini, juu kabisa yuko Bishop Josephat Gwajima, lakini kisheria kazi usimamizi wa mali na hata kushtaki au kushtakiwa ni bodi ya wadhamini, registered trustees. Kwa hata sisi kesi yetu tumefungua kwa majina ya registered trustees, ndio sheria inavyoelekezwa. Nataka kusema nini? Kwamba ile barua ilipaswa ipelekwe kwa bodi ya wadhamini, lakini utaona pale imeandikwa Bishop Josephat Gwajima, lakini hata kama ingekuwa ni sahihi kisheria hivyo kwa sababu ndio mkuu wa kanisa, lakini kanisa lilotajwa sio la kwetu. Na usiku ule wa tarehe 3 wakati watu wanafanya ibada
ya maombi, kwa kuna mfungo wa kuombea taifa letu na kumwombea Tundu Lissu na maombi mengine ya kawaida. Jeshi la polisi lilivamia kanisa na liliwakamata waumini wapatao 98. Okay, fine. Yeah. 98, na mpaka kipindi hicho ofisi yangu ilikuwa tayari imeshapewa kazi ya kusimamia maslahi ya waumini, viongozi wa kanisa. Basi nilitoa wakili na mimi nikana coordinate kutoka nilipokuwa mpaka siku ya pili ya tatu tukafanikiwa kuwapatia dhamana watu karibia wote, unless nipate taarifa nyingine ambayo sijaipata mpaka leo hii. Lakini tunataka kusema nini? Tunataka kusema kwamba jeshi la polisi lilijinafasi kama nilivyosema baadaye kupitia kwa kamanda wa kanda maalum ya Dar es Salaam kwamba linazuia shughuli za kanisa la Glory of Christ Tanzania Church kutokana na kufutwa kwa kanisa huko. Of course swali linalojitokeza la kisheria na kimantiki kwamba kama ile ndio barua yenyewe vyovyote ilivyokuwa huko mitandaoni imezuia mtu anaitwa Glory of Christ Church, hawa wanaokamatwa na kutangaziwa na kusema Gwajima kama haridhiki akate rufaa, uhusiano kati ya hizi dhana mbili ni upi? Lakini kama nilivyosema, bahati mbaya mambo ya kisheria huwa hayatatuliwi barabarani. Mambo ya kisheria kwa sisi wanasheria tunafahamu forum ni moja tu, mahakamani, kwa sababu kutatua barabarani hiyo inakuwa ni anarchy, sio utawala wa sheria. Hata kama kuna watu wanavunja sheria, lakini sisi tunajitahidi kuwarudisha kwenye mstari kwamba sisi kama kanisa tunaamini katika utawala wa sheria, na ndio maana kanisa halikwenda kukodisha labda bouncer au nini, lenyewe ni kanisa. Ukisema tu kanisa nafikiri inaeleweka, unyenyekevu, kutumia busara, kuwa na utulivu, na hayo yote yalipelekea kutafuta wakili waweze kupigania sasa haki. Kwa hiyo mara baada ya sisi kufahamu hayo yaliyotokea, kama kusema tulisimamia zoezi la kuwapigania kwa dhamana wale waumini na viongozi ambao walikuwa wamekamatwa, na baadaye wote walifanikiwa kuachiwa. Lakini pia tukachukua hatua sasa za kisheria, tukafungua shauri mahakamani, shauri ambalo at least numbers sasa zisiwe muhimu sana kwenu, lakini kwa sababu mimi ni wakili nimesimama hapa, ni maombi namba 13189 mwaka 2025 kati ya the registered trustees of the Glory of Christ Tanzania Church dhidi ya msajili Register of Societies, mwanasheria mkuu wa serikali pamoja na Inspector General wa polisi. Kwa nini msajili? Kwa sababu yeye ndiyo mwenye mamlaka nilivyosema ya kusajili na kudiregister the societies kama kanisa. Mwanasheria mkuu wa serikali kwa sababu sheria inasema unaposhtaki mamlaka, taasisi, wizara au idara ya serikali au mtumishi wa umma, unapaswa pia kumuunganisha mwanasheria mkuu wa serikali, hata kama yeye kama ofisi yake huna shida naye. Kwa nini Inspector General wa polisi? Kwa sababu yeye ndio reji nafasi kwamba anasimamia kufutwa kwa kanisa. RPC wa Mbeya, ZPC kwa maana kamandi maalum ya polisi ya Dar es Salaam, wote wako chini ya mwamvuli wa IGP, na huyo ndio ambaye anashtakika. Kwa hiyo tulimshtaki huyu tukisema kwamba yeye anatekeleza kinachoitwa amri ya kufutwa kwa kanisa. Kwa tukafika mahakamani kwa haraka sana. Bishop Reverend Caleb nafikiri alisaini usiku bila hati ya maombi, amesaini mpaka vitu tafutani mpaka saa 5 saa 6, mpaka watu akashindwa kulala. Tukamwambia silali tafadhali, hizi ni vita, kwa akasaini. Tukakimbizana, watu wakaja Dodoma wakaifaili. Ilikuwa ni mapambano ya haraka kidogo kwa hiyo tulipigana vita na bahati nzuri mpaka tarehe 4 tukaruka viunzi vingi na kesi yetu ikawa imeingia mahakamani. Kwa haraka mahakama ikajitahidi ikatuita tarehe 6 kwa ajili ya, kwa sababu tuliomba maombi yafuatayo. Kwa kawaida kesi inaendeshwa pande mbili. Kesi kifunguliwa, upande wa pili unapewa nafasi pia na yenyewe ya kujibu. Wewe unaweza kusema huyu amevamia shamba langu na nini, upande wa pili unaalikwa, unasema hapana, aliyevamia actually ndio yule aliyewahi mahakamani, mimi na hati zangu hizi. Kwa hiyo ni namna utekelezaji wa ugawaji haki kwamba upande wa pili lazima na wenyewe upewe nafasi ya kujitetea.
bila kujali kwamba nani kipindi hicho ndio ana haki, kwa sababu mahakama inahitaji kuwa na fakti zote mbele yake ili iweze kupima sasa kwa ushahidi na iweze kuona inatoa uamuzi kutokana na hicho kilichoko mbele yake. Kwa hiyo tuliomba kwamba wakati wenzetu au tuliowataja watatu wanapewa nafasi, maana sisi tumefungua maombi yetu yakiambatana na kiapo pamoja kana kusema kwa niaba ya bodi ya wadhamini ya kanisa ilisainiwa na Bishop Karib, kwa sababu ni mojawapo ya wadhamini, mojawapo ya registered trustees. Kwa hiyo na wenzetu nao wanapaswa kupata nafasi ya kujibu hoja zetu, alafu mahakama iende kazipime. Kwa hiyo tukasema kwamba wakati wenzetu wanapata nafasi ya kujibu hoja, basi kanisa liruhusiwe kuendelea na shughuli zake. Natumia lugha hiyo kwa sababu kama nilivyosema, sitaki kutumia technical terms kabisa, sivyo 100% tulivyosema, lakini najaribu kutafuna kwa mlaji wa kawaida hawezi kuelewa, kwa sababu nikienda kabisa ile kitechnical tulivyoomba inaweza pamoja na zoezi hili bado watu wengine wakawa hawajaelewa. Kwa hiyo tukaomba kwamba, nasema tu kwa ujumla wake kwamba kwenye sehemu ya kwanza ya maombi tuliomba kwamba wakati tunasubiri wenzetu walete majibu yao ya hoja zetu mahakamani, basi mahakama iruhusu usajili wa kanisa la Glory of Christ Tanzania Church uendelee kubakia vile vile mpaka pale masuala mengine yote yanayolalamikiwa, barua imesainiwa haijasainiwa, kanisa limetaja jina hili lakini hivi mpaka sasa hivi sheria inasema kama hujamfutia kanisa usajili, kifungu cha 17 kinasema kama hujafutia kanisa cha sheria ndio inasema Societies Act nasema kama hujafutia kanisa usajili lazima uwape notice. Lengo la notice ni kwamba umpe nafasi ya kujitetea. Mimi kana kusema ni wakili, nyinyi wengine hapa ni viongozi mnaifahamu Biblia zaidi, lakini mfano wa mwanzo kabisa kwenye mafundisho ni kwamba hata Mungu ni omnipotent, lakini bado alimuita Adam na Hawa. Alijua kwamba wameshafanya nini, alikuwa hana haja ya kupata ushahidi kutoka kwao, lakini aliwaita bado. Kwa hiyo tangu enzi hizo sehemu muhimu ya ugawaji haki ni kwamba unamuita mtu hata nyumbani kwako kwa wenye watoto, hata kama unajua kabisa, unamwambia hebu njoo niambie kwa nini umefanya hivi, hata kama umeshapanga na adhabu na umeshajua kwamba amefanya kitu hicho. Kwa hiyo hiyo ni sehemu muhimu ya ugawaji haki, kwamba ni lazima umpe notice yule ili aweze kukwambia, hata kama baada ya kumsikiliza uamuzi wako usingebadilika, lakini lazima umpe notice. Kwa kifungu cha 17 cha Societies Act kinasema kwamba msajili kwa Register of Societies kabla hajachukua uamuzi wa kufuta usajili lazima atoe notice kwa kanisa, taasisi husika. Lakini nasema kwa sababu najaribu hiyo rais kwa mlaji kwenye hii context sema alipaswa kutoa notice kwa kanisa. Kwa hiyo na pia tunasema kwamba maamuzi yanatekelezwa, lakini hata hiyo amri yenyewe sasa ya kufuta bado mpaka kesho kanisa halijapewa. Na Special General Police kupitia kwa maafisa wake kama nilivyosema wameown hiyo barua hata kama haijakuwa serve na inataja kanisa tofauti na inao mapungufu ikiwemo ya kutosainiwa na mengineyo. Kwa tulisema kwamba basi wakati hoja zinasubiriwa kutoka upande wa pili, kanisa liruhusiwe kuendelea na shughuli zake kwa muda huo mpaka pale ambapo mambo yatakuwa yamekamilika mahakamani, ili mahakama isikize pande zote mbili na kutoa uamuzi. Sasa kabla ya yote wenzetu walikuja na pingamizi la kisheria kusema mahakama haina mamlaka na nini, na mnamo tarehe 6 baada ya mahakama kutusikiliza ikatoa uamuzi ikasema hapana, yenyewe ina mamlaka, ikatupia mbali pingamizi yote na upande wa serikali, ikasema yenyewe ina mamlaka kamili na masuala mengine yote kama hapa yajadiliwa wakati wa ile kesi ya msingi. Tukapangiwa tarehe 10 mwezi huu. Hiyo tarehe 6 tulisikizwa kwa njia ya mtandao na tarehe 10 tulisikizwa pia kwa njia ya mtandao, lakini ile tarehe 10 kuna mambo fulani yalijitokeza ambapo sina haja ya kuzungumza huku. Mahakama ikasema basi tunaishia hapa tulipoishia, ila tarehe 13 tutakuja sasa kumalizia kipande kilicho baki. Kwa leo tarehe 13 tulifika mbele ya Mheshimiwa Jaji Masabu, tulikuwa ambao tulikuwa pale mahakamani. Nafikiri wote, ila nafasi ilikuwa finyu. Kwa awali tulikubaliana na watu wa IT pale Mahakama Kuu kwamba arrangements zingefanywa kwa vyumba vilivyo vya mahakama viwekee video, alafu sisi baadhi tuingie kwa jaji,
halafu waweze kurusha live, lakini baadaye naona maelekezo tukiabidi tufuate maelekezo ya jaji, baada nafikiri kuonekana kwamba kuna changamoto moja au mbili kwamba tukaingia chemba watu wachache. Kwa hiyo poleni kwa hilo, najua wengi mngependa kusikiliza kesi yenu moja kwa moja, lakini kama nilivyosema mahakama sio mali yetu, ni mali ya mahakama, kwa lazima tufuate maelekezo. Lakini tulikuwepo na kina Reverend Baraka, Reverend Wana Mapinduzi, Reverend Biagaze. Kwa mahakama imetoa uamuzi na kusema kwamba aliyekuja mahakamani anaitwa Glory of Christ Tanzania Church. Aliyefutiwa usajili kwa mjibu wa barua hile ni Glory of Christ Church, kwa sababu sisi tuliomba kwamba mahakama iache hali kama ilivyo, kwamba kwa kuwa mpaka sasa hivi kanisa la Glory of Christ Tanzania Church halijafutiwa usajili kwa barua au taarifa yoyote, lakini bado kunaonekana kuna matendo ambayo yanasimamia ufutwaji ule, basi hali ya usajili wa kanisa iachwe vile vile, shughuli ziendelee mbalimbali. Manake tulitoa hoja kwamba implications ni nyingi. Mpaka sasa hivi unapofutia kanisa, manake ni kwamba mali za kanisa zinaelea, akaunti za kanisa zinaelea, ajira za watumishi wa level mbalimbali za kanisa zinaelea, maslahi ya kiroho ya waumini wa kanisa yanaelea. Watu hata hawajui sasa wanamwabudu vipi Mungu kupitia kwa kanisa ambalo wamechagua kuumini hilo. Kwa implications za kisheria na za kiroho ni nyingi. Kwa hiyo tunasema wakati mambo mengine yanabishaniwa, hebu hali ibakie kama ilivyo. Lakini jaji katika uamuzi wake ambao na usummarize amesema kwamba yeye kwa hatua hii anasita kutoa amri za muda za zuio ku maintain status quo, kwa sababu anasema kwamba sisi wenyewe tumesema kanisa letu mpaka leo halijafutiwa usajili. Kwa sasa yeye azuie nini? Najua hapo mnaweza mkaona kuna tatizo. Kuna tatizo kwamba kwa pande moja kuna watu wenye nafasi za juu kabisa wanasema kanisa hili limefutiwa, na wamekwenda mpaka kutekeleza kwa kufunga makanisa, kukamata watu, kuweka tepe kwenye makanisa karibia yote nchini. Kwa sababu gani wanasema kanisa limefutiwa usajili na msajili wa makanisa? Lakini kwa upande mwingine, kama tunakwenda kuelezea, kuna watu wengine taasisi mbalimbali zinasema kwamba no. Wewe mwenyewe unasema kwamba hujafutiwa. Sisi kesi yetu ni kwamba sisi hatujafutiwa usajili mpaka kesho. Hamna taratibu hata moja ya kisheria, ikiwemo hata ya kupewa notice, hata kutaja jina letu, basi kutajwa mahali popote hatujatajwa. Lakini kuna watu wanatuingilia, tunaomba tupate kumbato au zuio la muda. Lakini sasa unaweza kaona kwamba pia kuna changamoto hapo, kama nilivyosema, ambapo jaji ameitolea uamuzi kwamba sasa kama nyinyi hamjafutiwa usajili, mimi nizuie nini? You see, naelewa sentiments zilizopo, lakini ni kazi yangu sasa ni changamoto naipokea, halafu naangalia naendaje mbele kuitatua. Kazi yangu kwa sasa ni kutoa report na sio kutoa maoni, isipokuwa kwenye eneo moja tu. Sasa wakati tuko mahakamani, kabla ya kwenda mahakamani, nirudi nyuma kidogo, naomba mnisamee. Baada ya kufutiwa, sheria inasema kifungu cha 17 kinatoa mamlaka kwa msajili, cha sheria Societies Act kinatoa mamlaka kwa msajili wa makanisa. Nimeita tu makanisa, lakini Register of Societies ndio jina rasmi. Kabla hajafuta, nimesema awali, kabla hajafuta usajili wa kanisa anapaswa kutoa notice. Na notice ikishajibiwa na nini, ndio anaweza sasa, kutokana na alichokiona mbele yake, anaweza kufuta huo usajili. Kifungu cha 19 cha sheria hiyo kinasema kanisa ambalo limefutiwa usajili linaweza kukata rufaa dhidi ya uamuzi wa Register of Societies kwa waziri wa mambo ya ndani. Kwa sisi kuna principle inaitwa exhaustion of local internal remedies, kwamba huwezi kwenda kwenye hatua nyingine ya ziada mpaka kwanza umalize ule utaratibu wa ndani. Hata kanisa nafikiri kuna utaratibu kwamba mtu ambaye kunapotokaba mgogoro kati ya kiongozi wa ngazi fulani na register trustees, kabla unaenda mahakamani lazima upitie ukate rufaa sehemu fulani. Ukienda kwingine unapigwa pingamizi kwamba maliza kwanza ndani ndio njoo kwetu. Kwa hata kwenye huu mchakato wa kupambana na kufutiwa usajili unapaswa kwanza ukate rufaa kwa waziri. Kwa sisi tulikata rufaa kwa waziri wa mambo ya ndani. Nafahamu kama nitakavyoenda kuelezea, hata uongozi kuelewesha ilikuwa shida kidogo, kwamba hivi kweli kabisa unategemea waziri wa mambo ya ndani atasiza rufaa yetu na kutufungulia, wakati mapolisi ni bosi wao, ndio huyo waziri wa mambo ya ndani. Lakini
nikawaelewesha kwamba no, swala sio sentiment, swala ni sheria, ndivyo ilivyo, ukiruka hatua utakwenda kukwama kirahisi. Tukaandika barua ya kukata rufaa, sababu zikiwa hizo ambazo nimejaribu kuzielezea, hizo sitaki kuwachosha sana. Na kwa tulivyoenda mahakamani, tuliomba zuio la muda mfupi kama nilivyosema, kusubiri kesi ya msingi wenzetu wakijibu hoja, lakini kwenye maombi ya kusikiliza pande zote mbili tulisema kwamba hoja zikishaletwa za upande wa pili, mahakama isikilize na iamue iwapo inaona inafaa kuzuia kwa muda kufutwa usajili kwa kanisa na au kanisa kuruhusiwa kuendelea na shughuli zake, wakati rufaa kwa mujibu wa sheria inachakatwa na Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani, kwa sababu bahati mbaya sheria haijaweka ukomo kwamba waziri anachukua muda gani kuamua rufaa. Anaweza kusheria, yani anaweza kukaa mwaka mmoja, miaka miwili. Kwa hiyo tunasema kwamba mahakama ilikuwa sasa hatujui kwa wakati anachakata rufaa, hebu mambo mengine yaendelee. Akiona rufaa yetu haina mashiko, tutajua mahali pa kwenda. Akitukubalia basi tutakuwa tumerudi na hakuna hasara inopatikana. Sasa wakati tuko mahakamani, kama nilivyosema, tarehe 4 kesi tumeifaili, tarehe 6 tukaitwa. Inaonekana tarehe 6 hiyo labda wakati tuko mahakamani, kwa mkono wa waziri wa mambo ya ndani tuliandikiwa barua, ofisi yangu ya mawakili iliandikwa barua yenye kichwa cha habari rufaa ya kupinga uamuzi wa msajili wa jumuiya za kiraia wa kulifutia usajili kanisa la Glory of Christ Tanzania Church. Nitasummarize tu. Mheshimiwa msajili anasema ameshindwa kuendelea kushughulikia rufaa yetu kwa sababu zifuatazo. Ya kwanza, anasema kwamba rufaa ilipaswa ipitie kwa katibu wa Wizara ya Mambo ya Ndani, lakini yenyewe imekwenda moja kwa moja kwa waziri wa mambo ya ndani. Well, tutasema baadaye hoja hii tulijibu kirahisi tu kwamba okay, at the end of the day vyovyote itakavyokuwa, si rufaa iko mbele yako. Yani does it real matter kwamba umealikwa katika ripoti hii ya wakili, uongozi umesema ingilia mlango huu, ukaingilia kwa mfano, hata kama ingekuwa kweli ukaingilia mlango ule, hiyo inatosha kusema kwamba toka usisikilize ripoti ya wakili. Kwa ni kitu ambacho kuna barua tumemjibu, tumeeleza kwamba hiyo sio hoja kabisa. Ya after all yeye mahali ambapo labda kanuni zinasimamiwa sana namna ya kuingia na kutoka ni mahakamani, sio kwenye hizi vyombo vingine vya kugawa haki. Lakini mimi nasimulia majibu yake kama alivyo jibu. Hoja ya pili sasa ambayo ndio nataka wote tuwe makini kidogo, kwa sababu ni ambayo sasa kuna watu ambao baada ya kusikia kama hawana hii barua huko, hawa wafanya maamuzi na watekelezaji kama hawana hii barua, basi katika aya ya pili anasema hivi kwamba barua inayodaiwa kuwa ndio msingi wa rufaa ni barua ambayo sio halali na haitambuliki na wizara, hasa kwa kuzingatia kuwa barua hiyo haijasainiwa na msajili wa jumuiya za kiraia. Hivyo ni dhahiri kuwa barua hiyo inakosa uhalali na nguvu ya kisheria kuitwa maamuzi yanayopaswa kukatiwa rufaa chini ya sheria ya jumuiya sura ya 337 hivyo kunifanya nishindwe kuendelea na rufaa yako. Sambamba na hilo, barua hiyo inaeleza wazi kuwa kanisa lililofutiwa usajili ni kanisa la Glory of Christ Church au kanisa la Ufufuo na Uzima, wakati mleta rufaa ni Glory of Christ Tanzania Church. Narudia tena, inasema hivi kwamba barua inayodaiwa kuwa ndio msingi wa rufaa ni barua ambayo sio halali na haitambuliki na wizara, hasa kwa kuzingatia kuwa barua hiyo haijasainiwa na msajili wa jumuiya za kiraia. Ni dhahiri kuwa barua hiyo inakosa uhalali na nguvu ya kisheria kuitwa maamuzi yanayopaswa kukatiwa rufaa chini ya sheria ya jumuiya, yani Societies Act sura ya 337, hivyo kunifanya nishindwe kuendelea na rufaa yako. Sambamba na hilo, barua hiyo inaeleza wazi kuwa kanisa lililofutiwa usajili ni kanisa la Glory of Christ Church, almaarufu kama wenyewe alivyoandika kanisa la Ufufuo na Uzima, wakati mleta rufaa ni Glory of Christ Tanzania Church. Kwa yoyote mwenye akili ya kawaida, kwa yoyote ambaye anafahamu sheria hata kidogo tu, tayari anaona hapa kwamba wale wote, bila kuingilia hoja zilizoko mahakamani, maana sisi mawakili tunabanwa na kanuni fulani za kimaadili, bila kuingilia hoja ambazo zilizoko mahakamani,
swali ambalo linapaswa lijibiwe na hao waliokwenda kufunga makanisa yetu au yenu, hao ambao wamejitokeza na kutamka hadharani kwamba wanatekeleza amri ya serikali ya kufuta kanisa. Wao hiyo amri imetolewa, ambao wanaitekeleza ni amri hipi? Ni hii ambayo inasemekana sio halali kwa kuwa haijasainiwa, au ipo nyingine? Kama ipo nyingine, tunawaalika wajitokeze hadharani, waishie na umma na watuambie hiyo barua kwa nini mpaka leo haijafikishwa.